Tristan da Cunha, wenyewe wanasema da Cunha, kisiwa hatari zaidi duniani ambacho hakuna mtu anaweza kuhamia. Katika eneo la bahari ya Atlantiki Kusini kuna kisiwa ambacho kipo mbali sana kiasi kwamba pamepewa jina makazi ya mbali ya dunia. Hapa ni Tristan da Cunha, kilele kidogo cha volkano kilichoibuka kutoka chini ya bahari. Kijiji chake kimoja kinaitwa Edinburgh of the Seven Sea, kinakaa watu chini ya 250. Lakini swali linalotushangaza sote ni hili, yaani kwa nini watu wameamua kuishi hapa? Na cha muhimu zaidi ni kwa nini wewe hapo au mimi kama tukitaka kuhamia hatuwezi? Leo na kufungulia siri ya kisiwa kinachoitwa ulimwengu ulio mbali na ulimwengu. Baki na mimi hadi mwisho, kwa sababu stori hii itabadilisha kabisa mtazamo wako juu ya sehemu mbalimbali za dunia, especially kwenye hichi kisiwa, na itakufanya ufikirie upya maisha yetu ya kisasa. Tristan da Cunha sio mbali tu, ni moja ya maeneo yaliyotengwa zaidi duniani. Kisiwa cha karibu kinachokaliwa na watu ni St. Helena, kilicho kilomita 2430 kaskazini mwa da Cunha. Pwani ya Afrika Kusini ipo zaidi ya kilomita 2800 na Amerika Kusini ni zaidi ya kilomita 3380 magharibi. Hakuna uwanja wa ndege, hakuna barabara ya ndege itakayoweza kutua. Njia pekee ya kufika kwenye kisiwa hichi ni meli, na kuna meli moja tu inayotoka Cape Town au South Africa, na huwa inaenda katika kisiwa hichi mara 8 hadi 9 kwa mwaka mmoja. Safari inaweza kuchukua wiki nzima au zaidi, na hii ni kulingana na dhoruba kali za bahari ya Atlantic. Na kisiwa chenyewe ni kilele cha volkano kubwa iliyolipuka kutoka chini ya bahari. Kilele hicho kinaitwa Queen Mary Peak, kinafikia urefu wa mita 2062, na hiyo ni juu ya usawa wa bahari, na mara nyingi kinafunikwa na mawingu na upepo mkali. Mzunguko wa pwani ni zaidi ya miamba 600. Ni miamba yenye zaidi ya urefu wa mita 600. Miamba hiyo inatumbukia moja kwa moja baharini. Ni kama ngome kubwa ya asili inayolinda kisiwa hichi dhidi ya mawimbi makali ya Atlantic. Sehemu pekee ya tambarare ni kasehemu kadogo kanakopatikana kaskazini magharibi mwa kisiwa hiki, na panaitwa Edinburgh of the Seven Sea. Hebu fikiria kuishi mahali ambapo dunia inaweza ikawasahau kwa miezi kadhaa. Je, hii ni adhabu au ni zawadi? Na kisiwa hiki si kimoja tu, ni sehemu ya archipelago ndogo inayojumuisha visiwa vitatu visivyokaliwa sana. Inaccessible Island, Nightingale Island na Gull Island. Inaccessible Island imeitwa hivyo kwa sababu ni ngumu kufikika. Miamba yake jinsi ilivyokaa ni ngumu kwa ndege yoyote kutua. Nightingale Island ni mahali ambapo wakazi wa Tristan huaga wanaenda kuvuna mayai. Ogopa neno kuvuna mayai, na kuwinda pia. Ni makazi ya mamilioni ya ndege wa baharini, so watu wanaenda kuchukua mayai ya ndege. Hizi zote zinafanya kisiwa cha Tristan da Cunha kuwa tu sio kisiwa, bali ni ulimwengu mdogo wenye siri zake. Kwenye karne nyingi baada ya kugunduliwa na Mreno Tristan da Cunha mwaka 1506, kisiwa kilibaki kama kivuli tu kwenye ramani, na jaribio la kwanza la watu kukaa katika kisiwa hiki liliwashinda vibaya mno. Lakini mwaka 1816 Waingereza walikichukua kisiwa hiki kwa sababu ya hofu kwamba Wafaransa wangeweza kuja kumwokoa Napoleon Bonaparte aliyekuwa wamemshikilia kwenye kisiwa cha St. Helena. Walipoondoka, askari mmoja wa kikosi aitwaye William Glass aliomba kubaki kwenye kisiwa hicho na familia yake, na hapa ndipo hadithi ilipokuwa ukweli. Wanaume wengine waliokuwa wakija sehemu hii, hapa namaanisha wavuvi, wasafiri kutokea Italia na Uholanzi, Amerika, bila kuwasahau watu wa England, walipofika nao walichagua kukaa na wakawaleta wake zao kutoka St. Helena. Leo wakazi wote kutoka Tristan da Cunha wanatokea kwenye familia 7 tu. Familia ya Glass, Green, Hagen, Lavarello, Repetto, Rogers na Swain. Wana asili ya mchanganyiko wa ajabu sana, na wote ni ndugu au jamaa wa karibu sana. Mwaka 1961 wakati Tanzania tunapata uhuru, volkano ambayo ilionekana ipo tulivu katika kisiwa hiki iliamka tena. Moshi na lava zilitoka karibu na mashamba ya viazi kisiwani humo. Wakazi wote
264 walilazimika kuhama kwa dharura hadi England, na hapa ndipo wakauona ulimwengu wa kisasa kwa mara ya kwanza: television, magari, pesa na maisha ambayo yanahitaji uharaka. Wengi walifikiria kwamba hii ilikuwa ni mwisho wa Tristan da Cunha, lakini baada ya majanga kuisha kisiwani kwao, wakapewa nafasi ya kuchagua, kupiga kura, edha warudi au wabaki. Wengi walichagua kurudi kisiwani. Mwaka 1963 walirudi wote Tristan da Cunha na wakajenga makazi yao upya, na uamuzi huo ndio ulifanya mpaka leo kuna watu wanaishi hapo. Leo 2026 kisiwa hiki kina wakazi 220, wakazi wa asili. Ukichanganya na wafanyakazi wa nje, jumla wanafika 228. Wana shule, hospitali ndogo, duka, posta, baa moja ambayo inaitwa Albatross Bar. Hapa ni mahali ambapo kijiji kizima hukusanyika. Uchumi wao unategemea Tristan Lobster, Tristan Rock Lobster inayouzwa ulimwenguni kote. Kila familia ina shamba lake la viazi, inafuga ng'ombe na kondoo, na kila mtu ni fundi wa kazi nyingine. Hakuna uhalifu, hawafungi milango, watoto wanacheza kwa uhuru. Waliyaona na kuya-experience maisha ya London, lakini walichagua kurudi. Kwa nini? Kwa sababu hapa wana usalama kamili, umoja wa kweli na amani ambayo dunia yetu ya mitandao imepoteza kabisa. Tristan da Cunha inatufundisha somo moja kubwa sana: wakati mwingine mbali zaidi na dunia ndipo unapopata amani ya roho, lakini siri yake inabaki imefungwa. Hatuwezi kuhamia huko. Haki ya kuishi inatolewa kwa wale tu waliozaliwa huko au wafanyakazi maalum wenye mikataba. Hii si kiburi, ni njia ya kulinda maisha yao dhaifu. Je, wewe ungeweza kuishi mahali penye watu 220 tu, bila ndege, bila meli, bila gari? Na meli yenyewe inakuja mara chache sana kwa mwaka. Hii ndiyo Tristan da Cunha, kisiwa kilichokataa kubadilika na kinachotufanya sisi sote tujiulize, je, maisha yetu ya kisasa yanatupa nini? Nini haswa hatuwezi kuishi bila hicho? Mimi naitwa Credo, hii ni Kwa Undani. Kwa more deep research story, subscribe to my channel.